Habari ya kutwa wapendwa, natumai ni wazima na kila mmoja amekuwa akipambana ili kuhakikisha afya yake inakuwa salama wakati wote. Ikiwa muendelezo wa madarasa yetu na leo tunafika darasa 46 na kama ni mara yako ya kwanza unafuatilia video hii, unajua kuna video nyingine 45 lakini na video kutoka 46 mpaka 100. Yote ikiwa ni siri iliyojificha katika hedhi na lengo likiwa ni kumfahamisha mama, kuifahamisha jamii mambo gani ambayo yapo katika hedhi na kuifanya afya ya jamii iwe katika mpangilio ambao uko sahihi. Lakini wewe mwanamke ambaye una vitu ambavyo uvifahamu au kuna vitu ambavyo unaviona kwa jirani yako au na vitu ambavyo huwa vinatokea kutoka ndani ya mwili wako na uvifahamu. Kwa hiyo hapo utaenda uvifahamu na vinavyohusiana na hedhi moja kwa moja. Yaani unapokuwa katika mzunguko ni mabadiliko gani ambayo utayaona, ni vitu gani ambavyo huwa vinatokea na uvifahamu kwamba inawezekana vikawa vinahusiana na hedhi au inawezekana vikawa vinahusiana na mambo mengine, lakini mwisho wa siku vinaenda moja kwa moja na kuweza kuathiri hedhi yako au kuathiri mzunguko wako. Sasa leo tunaenda kujifunza au miongoni mwa swali ambayo nimekuwa nikiulizwa ni mwanamke anaweza kupata hedhi mwanamke anaweza kupata ujauzito wakati ambapo anakuwa katika hedhi. Watu wengi wanafikiri hedhi kwamba inazuia ujauzito au hedhi inazuia mwanamke, ni kama vile kizuizi ambacho kinazuia mwanamke kushindwa kupata ujauzito, lakini wachache ambao wamekuwa wakishiriki siku za hedhi, lakini baada tu kukamilisha hedhi wanawake wengi wamekuwa wakishiriki kwa kuamini kwamba ni siku zao ni salama kabisa. Na ushiriki wao umetokana na kile kitendo cha elimu ambayo tunawapatia kila siku kwamba unapotoka tu katika mzunguko wako au unapotoka period hedhi, kwa kuna siku salama pale, siku kadhaa zinazokadiriwa siku 7 mpaka siku 10 ambazo mwanamke anakuwa salama, kisha anaanza kuonyesha dalili za kwenda siku za hatari na baadaye anafika siku za hatari. Na baada hapo, kwa sababu yai linaweza kuishi masaa 24, yani masaa 12 mpaka masaa 24. Kwa baada ya hapo mwanamke anaambiwa siku zinazobakia anabaki kuwa salama kabisa. Sasa tuone namna gani ambavyo wewe mwanamke unaweza ukashika ujauzito, na kiukweli unaweza ukashika ujauzito na bila kuficha. Yani usijipe matumaini kwamba nitakapomaliza tu hedhi mimi nitakuwa salama au afya yangu itakuwa salama zaidi. Kuna mambo lazima uyazingatie ili kuhakikisha afya yako inakuwa salama. Jambo la kwanza ni wewe mwanamke kuhakikisha unafahamu mzunguko wako, lakini unatunza afya yako, sababu mwisho wa siku kinachopelekea wewe mwanamke kuvurugika hedhi yako ni kuwa na mzunguko mfupi, au yani moja ya changamoto ambayo inapelekea mzunguko kukaa tofauti kidogo ni mzunguko mfupi ambao wanawake wengi wamekuwa nao, hususan wale wanawake ambao tayari washafikia umri wa uzazi au umri mtu mzima au bale yao tayari ishakomaa na ipo katika mzunguko ambao ni wastani, na vitu vichache tu ambavyo huwa vinaweza vikajitokeza na kupelekea mzunguko wa mwanamke kubadilika. Sasa lazima uwe navyo makini. Kwa hiyo mwanamke anaweza kupata mimba wakati ambapo anakuwa katika hedhi au baada ya kumaliza hedhi tu, na kama atakuwa na mzunguko mfupi, mzunguko wa siku 21, yeye atakuwa na siku chache sana za kuwa free. Tena siku hizo huwa zinapatikana katika luteal phase, lakini sio siku hizi za kawaida huku au hatua za mwanzoni baada ya kutoka hedhi au akiwa katika hedhi. Kwa hiyo hakikisha baada ya kumaliza hedhi yako na wewe ni una mzunguko mfupi, baada ya kusoma kwa muda miezi 3 mpaka miezi 6, hakikisha unautunza, hakikisha mzunguko wako unakuwa vizuri au umeusoma na kuuelewa. Kwa hiyo utakapojua kwamba una mzunguko mfupi zaidi, hakikisha unatumia kinga baada ya kutoka hedhi, kwa sababu lengo sio kukufanya upate mimba, lengo sio kukufanya ukupe mimba, lengo ni kuhakikisha afya yako inakuwa salama. Hata mimba itakapopatikana uwe tayari umekuwa katika maandalizi ambayo itakuwa salama na kuhakikisha uzazi wako unakuwa salama wakati wote. Asante, mpaka wakati mwingine. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili kupata madarasa mengi zaidi ya kiafya.